Nakukaribisha kwenye kipindi chetu kizuri, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumapili, na kipindi hewani ni ibada yetu ambacho huwa kinakuwepo kila siku ya Jumapili, na mtangazaji wako ni mimi Upendo Fidelis. Na usiache kutufuatilia kuanzia mwanzo wa kipindi chetu mpaka hitimisho la kipindi chetu. Lakini siku ya leo nimetembelewa na mgeni hapa studio. Atazungumzia kuhusiana na ibada ya leo. Kama ambavyo unamuona hapa, atatuambia majina yake na atatuambia amejisikiaje kuwepo mahali hapa na amejisikiaje pia kuwepo kwenye ibada yetu ya leo. Na ibada ya leo ilikuwa ni ibada ambayo imebebwa na kichwa cha somo kinachosema wakati sahihi, wakati unaofaa ni sasa. Kwa hiyo ilikuwa ni ibada nzuri sana, lakini pia mama hapa, mgeni wangu hapa, ataizungumzia kwa uzuri kabisa ibada yetu ya leo. Lakini nikukaribishe kwanza mama hapa. Karibu sana. Kwa jina naitwa Lucy Askenye Mwakasendo. Karibu sana. Asante, nashukuru kwa ukarimu. Na kama alivyojitambulisha hapo, anaitwa Lucy. Ni mama mzuri kabisa hapo, na atatuambia ni amejisikiaje kuwepo kwenye ibada yetu nzuri, ibada ya wakati unaofaa ni sasa, wakati sahihi ni sasa. Atatuambia kwamba amejisikiaje na atatuelezea vizuri kabisa kuhusiana na ibada hii ya leo. Mama, karibu utuambie kuhusiana na ibada ya leo, kwa sababu wewe ulikuwa ni mmoja kati ya wengi waliokuwepo katika ibada yetu ya leo. Karibu sana mama. Amina. Cha kwanza nitoe salamu. Shalom. Shalom mama. Mungu akubariki sana kwa ukarimu wa kunikaribisha kwamba nizungumzie ibada ya leo. Tumejifunza nini na nimejifunza nini, nimepokea, nimesikiliza, niwe mtendeaji wa neno. Ibada yetu ya leo ambayo kichwa cha somo kimesema wakati unaofaa. Na kila jambo linapatikana ndani ya Biblia. Na Yesu mwenyewe anaagiza habari ya neno. Anazungumza habari ya neno. Hiki kitabu wakati unaofaa kipo katika Wakorintho wa pili sura ya 6 mstari wa 2. Unasema hivi: maana wakati uliokubalika nalikusikiliza, tazama wakati uliokubalika nalikusaidia. Tazama siku ya wokovu ndio sasa. Wokovu uko ndani ya mtu. Maana tunahubiri habari ya Yesu Kristo. Hatuhubiri dini ambayo kanisa letu chini ya mchungaji Richard. Nimeingia mahali hapa, nimechukua somo hili, nimejifunza ya kwamba sisi tukae ndani ya neno. Yaani anazungumza, yeye anamwakilisha Yesu, huyu mtume Paulo. Yesu wakati wa dhiki, wa tabu yangu, wa tabu zako, alikusikiliza wakati unalia mbele za Mungu. Kwamba nataka haja hii, nataka nina shida hii. Alikusikiliza. Umejibiwa, amekusaidia, amenisaidia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Kwa hiyo neno limejijenga, limenifinyanga, limeniwisha. Maana neno ni taa ya miguu yetu. Nampongeza baba yetu wa kiroho ambaye amemsimamisha madhabahuni kwa neema. Si kwa juhudi yake, si kwa maarifa yake, bali Yesu ameongeza ufahamu na maarifa kwanza kutufundisha kama watumwa tusio na faida. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo tukae ndani ya neno. Huyu mchungaji anamwakilisha Yesu. Ndio maana hata vitu tunavyoachilia madhabahuni, tunapanda mbegu, anapokea kwa kumwakilisha Yesu. Tusidanganyike waamini washirika kwamba natoa mchungaji anavyo, ninamwongezea mchungaji. Baraka ni za kwako. Ametutamkia matamko ya kwamba naomba upokee neema ya kila jambo ambalo lilizuiwa ukafanikiwe, likafunguliwe na kumwagia baraka. Ametuagia baraka. Kwa hiyo neno
kwa ufupi mimi limenijenga, limenifariji, limenitia moyo. Ubarikiwe sana. Asante sana. Ni ibada nzuri kabisa ambayo ilikuwa ikiendelea mahali hapa Mbeya City Church, na ilikuwa ni ibada nzuri ya wakati unaofaa, wakati sahihi ni sasa. Kwa kweli ilikuwa ni ibada nzuri, na pia mmemsikia mama hapa kwamba anasema neno limemjenga, neno limembariki, na neno limempa hatua moja zaidi. Ulianza kutufuatilia tangu hapo awali. Mama hapa anaitwa Lucy na mtangazaji wako ni mimi Upendo Fidelis. Nashukuru kwa kutufuatilia sana, na hii ni hitimisho la kipindi chetu hiki kizuri, kipindi cha ibada yetu kinachokujia kila siku ya Jumapili wakati na muda kama huu. Asante sana kwa kuwa mfuatiliaji wetu bora kabisa, kwa kuwa mfuatiliaji wetu nambari 1. Asante sana kwa kuwa nasi. Asante, tukutane wakati mwingine. Asante, bye bye.